Assalamu alaikum mpenzi mtazamaji popote ulipo, na tumai ubuheri wa afya. Karibu katika habari za magharibi, ikiwa ni tarehe 8 mwezi Mei mwaka 2026. Mimi ni Juma Ngetich. Maafisa wa polisi wanazidi kuchunguza maafa ya mfanyabiashara Duncan Mung'alo kutoka mjini Shianda, Mumias Mashariki. Ghulamu huyo alivamiwa na kujeruhiwa akiwa katika pilika zake za kikazi, huku akitarajia kujiunga na chuo kikuu kujiendeleza kimasomo. Duncan alikuwa ni kijana ambaye alitakana ajiunge kwa chuo kikuu mwaka huu baada ya kumaliza kidato chake cha 4 kule Kaimosi Boys High School. Sasa ni jambo la kushangaza kwamba kijana amekuja at least akuwe busy kidogo hapa, na tunapata amechinjwa kama umbwa, amekufa. Kijana ambaye ni mdogo tu, na yeye hata hakuwa ni wakukaa hapa. Hata kama ingekuwa ni business rivalry, huyu kijana alikuwa kuingia university in 2 months to come. Sasa ule mtu pengine hata ingekuwa ni business rivalry, huyu mtu alikuwa anaendelea na safari yake ya maisha yake, hakuwa ni mtu wa kuishi hapa. Jambo ambalo limetushangaza leo asubuhi ni kusikia ya kwamba mtoto Duncan wauni wameingia hapa, wamemchinja kama umbwa. Kufika tukaona tukashtuka sana. Kwingineko mtazamaji, ni kuwa wagonjwa wa selimundu pamoja na wazazi wenye watoto walioathirika katika kaunti ya Busia wamesikitika kupanda kwa gharama za matibabu. Wamesikitika kuwa wengi wao wameshindwa kumudu bei ya juu ya dawa za kila siku na vipimo vya mara kwa mara vya damu, mbali na uangalizi wa kitaalamu. Wagonjwa wamesema wamelazimika kusalia nyumbani bila matibabu. Wamehimiza serikali kupunguza bei ya dawa hizo na kuhakikisha kuwa zinapatikana kwa urahisi, kwani baadhi wamepata ulemavu kwa kukosa matibabu. Ukosefu wa damu hospitalini pamoja na uhaba wa madaktari wataalam wa damu mashinani hulazimu wagonjwa kusafiri mbali na kutumia fedha nyingi kupata matibabu. Kwamba kama hiyo hydroxyurea yenye tumepewa leo hivyo, ukienda kununua kwa chemist utanunua at 80 bob, but hapa Nangina Holy Family tunanuanga na 30 bob. So hiyo tunashukuru kwa sababu ya hiyo hospitali ambayo imerudisha bei chini kidogo. Ya kwamba mostly watoto wetu ambao wako na sickle cell wanaangaishwa, saa zingine inafika kiwango wamekuwa walemavu, but the government does not recognize them kama walemavu. Kwa hivyo ninaomba wakati ule wanapotaka kutafuta walemavu ama kusafadhili walemavu, jamani pia waangalie sehemu ya watoto walio na selimundu. Niko na mtoto wa sickle cell na kwa sasa ako na umri wa miaka 20, ameng'ang'ana na hata saizi ako form 4. Na huyu mtoto anahitaji damu kila wakati. Yeye maisha yake ni damu na kukula. Sasa serikali, mimi naomba kwa kipato ama mapato, mimi niko chini. Na sio mimi peke yangu, watu wote wa Oria wenye wako na Oria ama sickle cell fighters yao wako chini, sababu maisha yao ni pesa. Bila pesa hakuna maisha. Juzi nimekuwa hospitali nikihitaji damu, hospitali kawa haina hata damu. Lakini hayo yote sisi kama Oria tunapitia. Kwa hivyo unapata kwamba ni jambo la kuhuzunisha sana, la kutamausha sana, ambao inabidi serikali yetu ikapata kuingilia kati ili kaiweze kufanya nini. Kwingineko mtazamaji, ni kuwa mbunge wa Belgate Nelson Koech anapinga msukumo wa kuondolewa kwa marupurupu ya aliyekuwa rais wa taifa hili Uhuru Muigai Kenyatta ya kustaafu, kupuzilia mbali hatua hiyo ambayo amedai ni njama ya kuwafumba macho wa Kenya kutokana na rekodi ya maendeleo humu nchini. Deal with him honestly. Why will you want to hasa mambo ya pacts ya mtu ambaye iko kwa katiba unasemaje itatolewa? Let us do to others what you want to be done to you. Acha Uhuru waende na zake. Sisi wenyewe si ati tunapenda Uhuru. Si ati Uhuru ni malaika. Ametudhulumu. Amefunga wengi wakati alikuwa katika serikali. Walipora pesa ya COVID, wakapora pesa ya mabarabara. Kuna kazi ilifanyika, wakatuache na deni zaidi. But that is bygones. We will not forever be lamenting and mourning. Let us focus
And I want to urge all the leaders ambao wana hii maneno ya isaidi ya kusema Uhuru asipewe pesa yake. Honestly, what percent of Uhuru's pact does it dent in our economy? And it's just being very petty. Tuachane na hiyo maneno. Let us focus. We have so much at hand to do. I want to urge all the leaders. Let us focus. Let us deliver our manifesto. Let us speak to our people, our programs. Let us speak to our people, our agenda. Let us speak to our people what we have delivered, what we plan to deliver in the few remaining years. Hii maneno mengine ya wale ambao wanaongea, I want to ask all the leaders. Nimesikia wale ambao wanaongea. Sadakta mpenzi mtazamaji, shukrani sana kwa kuzidi kuwa nasi toka mwanzo hadi sasa, ambapo tunazidi kuchanganua na kuweza kupatia taarifa hizi za magharibi pindi zinapochipuka. Tukisonga mbele ni kuwa mtazamaji, ni kuwa wanafunzi wa chuo kikuu cha Bomet pamoja na wakazi wanalalamikia ujenzi wa eneo la kutupa taka karibu na chuo hicho na mto wa Nyangores. Wanafunzi hao wanasema kuwa licha ya kushinikiza serikali ya kaunti ya Bomet kutenga mahali mbadala, ujenzi umeendelea bila jamii kuhusishwa au athari za taka kuzingatiwa. Serikali ya kaunti ilianza kutupa taka hapo baada ya jalala la awali lililokuwa karibu na nyumba za bei nafuu kuondolewa. Wakazi hao hata hivyo wameitaka jalala kuhamishwa kwa dharura. There'll be dirty water around the area because the dam site is near the Nyangores River. Thirdly, it's about the healthy environment of the students. The dam site brings about very bad smell to the students. And now that the university is neighboring the area, we cannot read and study properly in our classes. Hata pengine tukiangalia serikali huwa wanasema sijui Singapore haitafika, vile wanaingiza mambo mengi hapa haitafika. And that is why tunasema vile tumeungana leo iwe ni kielelezo, hata area nyingine Kenya waangalie, watu wakishaamua kitu waaje iende vile ilivyo. Tukisonga mbele mtazamaji, ni kuwa mamlaka ya kudhibiti pombe na mihadarati nchini NACADA imezindua kampeni ya kuhamasisha umma kuhusu athari za dawa za kulevya. Akizungumza baada ya kuzindua kampeni hiyo mjini Bungoma, naibu kamishna Geoffrey Githinji amesema kuwa shughuli hiyo inalenga kutoa hamasa kwa vijana na wazee. Githinji aidha amewataka wamiliki wa vilabu vilivyohalalishwa kufanya biashara ya vileo kuzingatia muda uliowekwa na kuendeleza biashara hiyo. Tunajua kwamba eneo la Bungoma na maeneo mengi tumekumbwa na utumizi wa mihadarati, madawa ya kulevya na pombe haramu. Kama security team tunashikana nao leo kuanzia jana kwa siku 4 kuwa na caravan ya kwenda kuhamasisha vijana, wazee wetu na akina mama, ili tuungane zote tuhakikisha kwamba vijana wetu wamesimama, wameweza kufanya kazi ile inafaa. Tunajua kwamba tunakaa saa hii tukielekea msimu wa 2027 where our youth are expected to register as voters. Sisi tunatumia hii nafasi pia kuambia vijana wachukue vitambulisho. Vitambulisho ziko hapa nyingi na muda wa kupata kitambulisho umepunguzwa mpaka karibu siku. Wengineko ni kuwa watu 7 wamekamatwa mjini Kisumu kwa kutua au kwa kufukua mwili baada ya mzozo wa ardhi bila kibali. Kulitokea kisa moja, kuna mama mwenye aliuliwa na mzee wake mwezi moja iliyopita, akazikwa hapa Kolwa West Kanyakwar. Sasa mashemeji wake walipata barua ya kwamba mahali alizikwa ni mali ya wenyewe. Sasa mashemeji walichukua hatua ya
kufufua hiyo mwili ili waipeleke mahali inafaa, kama hiyo shamba ni ya wenyewe. Sasa walishikwa na hofu ya kufuatilia hiyo maneno kwa koti, itawavuruta kwa muda mrefu. Sasa walionelea wakifufua waipeleke mahali ingine, waizike, hiyo maneno iishe. Lakini maneno ilifikia polisi wakakuja wakasimamisha hiyo shughuli. Mwili ni watu 5 ambao hawajulikani kwa majina zao kamili, lakini inasemekana kwamba walitoka area ya Luanda ama ni lawyers. Kwa hivyo hawa watu walishikwa wakapelekwa police station ya Kasagama. Baada ya hayo watu wawili ambao wanahusika na hii janga, ambao ni cousins wa the deceased, walishikwa tena. Sasa kwa janga hilo watu 7 ama watu wa 7 wote walishikwa wakaenda police station. Shukran sana mpenzi mtazamaji kwa kuzidi kuwa nasi toka mwanzo hadi sasa, ambapo natia kikomo kwa taarifa za habari za magharibi. Mtazamaji, zidi kuwa nasi katika mitandao ya kijamii na katika televisheni, ambapo tunazidi kupasha taarifa hizi pindi zinapochipuka na burudani kadri ya uwezo wetu. Kwa sasa sina budi bali kutakia wikendi isokuwa na mshike. Mimi ni Juma Ngetich.